Isaiah 43. This is a prophetic message for the servant of God and whoever is in the house. Hii ni neno la kiunabii kwa ajili ya mtumishi wa Bwana na hili kanisa. Hata wewe ambayo umekuwa ndani ya hii nyumba, umekuwa pateka ya hizi baraka, umekuwa pateka ya hizi baraka. Leo tunataka kuinulia Bwana madhabahu mahali hapa, mahali atakaye hudumiwa. Na nitasoma hii neno ya kiunabii Isaiah 43 kuanza mstari wa 4. Isaiah 43 kuanza mstari wa 4 mpaka 10. Tasoma kwa Kimombo na tarudia kwa Kiswahili. Biblia inasema, "Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and the people for thy life. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west. I will say to the north, Give up, and to the south, Give not back. Bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears. Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled. Who among them can declare this, and shew has former things? Let them bring forth their witnesses, that they may be justified. Or let them hear and say, It is true. Yea, ye are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Kusoma kwa Kiswahili. Kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitalete wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi. Nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazini, toa, na nayo kusi usisuie. Walete wana wangu kutoka mbali, na mbindi zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliye muumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Walete wapofu walio na macho, na visiwi walio na masikio. Na wakusanye mataifa yote, kabila zote wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya samani? Na walete mashahidi wao, wapate kuhesabiwa kuwa na haki.
hao na wasikie wakisema ni kweli. Bwana alibariki neno lake. Amen. Tunaweza kuketi. Kabla nihubiri hiyo ni neno la Bwana kwa ajili ya mtumishi wa Bwana na kwa ajili ya mahali hapa, ni kwa sababu Mungu amekutuma kuanza dini. You are not here just to begin another religion. God has chosen you for a special assignment. And from today, even the soil of this land will accept you. Amen. Amen. And before I deliver the message that the Lord has for you and for the ministry, we have to speak with the soil of this land to accept you, and to speak with everything that has been fighting the servants of God and the church of the Lord, and every altar that has been raised in this land to resist or to hinder the church to grow to the full stature of Jesus Christ. We are here to speak with those altars and to declare their hand and to elevate the heart of God, which will speak against any other demonic altar in this land. Jina la Bwana lipewe sifa. I am just doing this as a physical sign, but in the spiritual realm it is great and big. Na inanena makuu. Bwana Yesu apewe sifa. Father, in the name of Jesus Christ, I thank you for this moment of time. You have appointed me at such a time just to do a sign of anointing the soil of Trans Nzoia, so that we may elevate your altar in this town of Kitale. The altar that will speak against any other altar of the evil. You have sent me, Father, with my team to come and declare the altar of the Lord in this city. We are not here, Father, to show ourselves. We are not here to compete. We are not here to do our business. But we are here for the heavenly business, because today is a genesis of this ministry. You have commanded me to anoint the soil, so that the soil of Trans Nzoia may accept your altar, and your altar may be elevated and powerful in another altar, even those which were made on the Mount Elgon to speak curses upon this soil. But today, I bless this oil in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, so that I may anoint this soil and break all other altars of the wicked in the name of Jesus. Kwa hivyo Bwana, kwa neno lako natia huu mchanga mafuta, hii mafuta ikaponye huu mchanga, ndipo kanisa lako likubalike na mtumishi wako akubalike. Hii mafuta ninapoyatia juu ya huu mchanga, Bwana, inatangaza yakachome na kuteketeza madhabahu yote ambayo yaliinuliwa kupinga kanisa na watumishi wa Bwana. Kwa hivyo, kwa uwezo na mamlaka mchanga, nataka usikie kutoka leo, madhabahu ya Bwana yameinuliwa juu yako, ukayakubali na kubali mtumishi wa Bwana. Madhabahu yaliyoinuliwa ya uganga na uchawi na kuua kanisa, yanayosungumza laana juu ya nchi hii, kutoka mlima Elgon, ninakutangazia kutoka leo, hauna uwezo wala nguvu na kuleta chini ya miguu yetu mchanga
wa Trans Nzoia ukakukatae madhabahu ya giza. Na hivi Bwana, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, I anoint this soil in Jesus' name. Amen. Amen. I anoint this altar in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Sema amen. Sema amen. Nataka kutangaza ya kwamba kumekuwa na pingamizi nyingi katika hii mchanga wa Trans Nzoia. Kanisa la Bwana imekuwa ikiinuka inashuka kwa sababu kuna madhabahu imekuwa ikipinga kanisa la Bwana katika mji wa Kitale na katika nchi ya Trans Nzoia. Bwana akanituma akaniambia, once you stand on the altar, declare ya kwamba madhabahu, even the headquarters ya madhabahu ya giza yanayoinuliwa juu ya mlima, ni yatangazie kuanguka. Na kutoka leo natangaza hakuna madhabahu yatakainuka juu ya madhabahu ya Bwana katika mji wa Kitale, kuanza mahali nimesimama, na kwa wote watakayemtafuta Bwana ndani ya kweli na roho, bila mashindano na bila ukombi, in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Madhabahu ya Bwana yameinuliwa. Hakuna madhabahu nyingine itakayozungumza kinyume cha kanisa la Bwana katika mji na Trans Nzoia County. Sema amen if you believe. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa majira na wakati na nyakati. Ndipo nimesema umebarikiwa kuwa partaker of this. Let me tell you, unaweza kutoamini sasa. Unaweza kusema, na huyo bishop bwana hakuwa na mafasi, hakuwa na msalaba ile inapaliwa kwa shingo, hakuwa na hii. We don't operate because of clothes or gowns. Who operates is the man who is inside you. Anayefanya kazi ni yeye aliye ndani. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilikuwa nasema unaweza kutuamini kwa sababu hatufanyi itikadi za dini. We are not here to do religion. We are here for the heavenly business. Hallelujah. Nataka kukuambia uko mahali hapa, hata iwe ni madhabahu ya aina gani imekuwa ikikusuilia, and you have come today to listen to this prophetic word, nothing will hinder you. From today, nothing will hinder you and overcome. Whatsoever shall raise to hinder you, the Lord will conquer for you. Amen. Hallelujah. Haijalishi umepitia mapito gani. Bwana akaniambia ametutuma Kitale ku jumpstart the ministry in your life. Hallelujah. And because he is here as the head of this ministry, and you have come, as the Lord jumpstarts it, you are also being jumpstarted. Hallelujah. Amen. And in the name of Jesus, I declare the genesis of this ministry. Amen. From today. Amen. This ministry will touch nations. Yes. This ministry will touch languages and tribes. The Lord is bringing people who are spiritually blind and spiritually dumb and deaf in this ministry, for you to give them sight
to open their spiritual ears, mighty things will manifest themselves in this ministry. And this altar, many will come and receive their help from this altar. When we talk about this altar, it's not about this soil and this house. It's the altar of the Lord in your life. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Poleni, tunaweza kuongea kimombo sana. Kuna mtu asikii. Nasema Mungu tulipofika hapa aliniambia nimewatuma kukwamua mtumishi wangu, kwa maana hii ndio appointed time. Hii ndio appointed time. Na ndivyo nimetangaza kukwamuka kwa kila kitu. Maisha ya kifamilia, maisha ya huduma, maisha ya kifedha, maisha ya kuleta watu wa Mungu. Maana neno limesema nitawaita wanao kutoka mashariki na magharibi, kutoka kaskazini na kusini, na nitaambia kusini waachilia. And I declare in the name of Jesus, whatsoever has been hindering this ministry to grow, to die now from the roots in Jesus' name. Chochote kimefanya hii huduma isimame na ikwame, ninakitangazia kukauka na kufa kutoka mizizi katika jina la Yesu. Kwamuka na utendee Mungu kazi. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hata nikichukuliwa kama Elijah niende, nimemaliza. Nataka kuongea kuhusu madhabahu. I was just declaring the prophetic word so that I may now preach about the altar. Hallelujah. Na nitaumbili nikitabiri. Jana nilisema kuna kitu Mungu aliniambia nikikanechangaza, na sana sana kwako wewe Joshua. Mungu ameniambia hapo kutuma hapa kuanzisha madhabahu ya Wakristo. Na hiyo unaweza kuuliza ni ya nini? Yes, ni ya Wakristo. Lakini Mungu akaniambia enzi za Wakristo alitoka ako mbele, kwa sababu Wakristo wamejichanganya na wamechagua hiyo jina na kusuti na sababu na lengo na mipango ya Mungu kuanzisha Christianity. We Christians tumeichafua. Kwa hiyo Mungu ameama to another level. God has ordained you, has called you, and has sent you to this city to start an altar, ya priests and worshipers. Men are Christians but are thieves and wizards and sorcerers. But our worship of God cannot mix him or herself. A priest is a person who lives in the presence of God day and night. That is why God has declared his altar in this place from today. The altar where the presence of God will dwell. Amen. The altar where men, women, and men of God will learn and get help of their lives, help of their families, help of their ministries, help of their businesses, and the help of their land. God has not sent you here in Kitale to start another religion, but to build an altar of worshipers and priests. A true worshiper hawezi kukompromise. A true worshiper
is a God-fearing person. A true worshiper yearns for presence of God day and night. A true worshiper is a righteous person. A true worshiper is a truthful person. A true worshiper, his lifestyle is holiness and righteousness. A true worshiper anachukia maovu na anatamani kila wakati kusikia Mungu. Mwabudu wa kweli wa Mungu ni mtu yule anafurahishwa na haki ya Mungu na huchukia maovu yoyote. A true worshiper pursues, ama huwa anang'ang'ana aweze kupata haki ya Mungu na utakatifu wake. Mwabudu wa kweli wa Mungu utamani usiku na mchana kujazwa na Roho Mtakatifu. Mwabudu wa kweli wa Mungu, kama vile tuliambiwa jana, ni mtu ambaye anachukua maisha na watu wale atakayetembea na wao. Neno linasema macho ya Bwana yanawatazama wenye haki, lakini uso wake uko kinyume na watendao maovu. Kwa Bwana amekutuma kumuinulia waabudu wa kweli, waabudu halisi katika hayo madhabahu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. A true worshiper ajipendi, huwa na upendo wa kweli. A true worshiper anamtumikia Mungu na nguvu zake zote na moyo wake wote na akili zake zote na mali yake yote. Maana ukifanya hivyo unakuwa kuwa a priest. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Wale ambao hawakuwa, tulikuwa tumesoma Isaiah 43 verse 4 to 10. Lakini hiyo ilikuwa ni declaration, ama ilikuwa ni tangazo kutoka mbinguni kwa ajili ya kile kilimetendeka siku ya leo. Maana Bwana katika haya madhabahu atawalete watu, atawalete kuwa na moyo. Panua moyo wako, panua moyo wako. The more you enlarge your heart, the more the Lord will bring your sons and daughters from far. If you keep enlarging your heart, the Lord will keep bringing from all corners the daughters and the sons of this ministry. Hallelujah. Because that is the reason why God has planted you here. Maandiko yanasema usiyakumbuke ya kale. God is doing a new thing. God is doing a new thing. All those years were the years of preparation for this great day and the great days ahead of you. The Lord is now taking you to another level. The years that has gone were the first level. Now you are entering into another second level.
of signs, miracles, and wonders. The things will move as you move with Christ. Hallelujah. Jinsi utatembea na Bwana, mambo haitakuwa ya kung'ang'ana tena, yatajipeleka yenyewe. Maana Mungu akikutangulia, maandiko yamesema usiogope, maana niko pamoja na wewe. Maana nilipendeshwa nawe, ndio nikakuita na ukawa mteule, pia ukawa mheshimiwa. Hallelujah. Hata kutoka sasa ukianza kujiita mheshimiwa so and so, the word, the Lema and the Logos word has declared. Hallelujah. Let me tell you, church of the Lord, we have the honorable. Those people whom we call honorable, they are things of our honor. Hao tunawaita waheshimiwa wameipa heshima zetu. It is the time of the Lord to return heshima zake katika watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kutoka leo si wanaogopa. Hata ukiona shetani anakuja analala hapo kwa mlango yako, mwambie shetani, nitakuwekea chai ukunywe na ulimti kwako, maana mimi ni mheshimiwa wa mbinguni. Hallelujah. Heri kuwa mheshimiwa wa Mungu kuliko mheshimiwa wa fedha na heshima za wanadamu na ukupe uende kusimuni. Hallelujah. Unaweza kuwa watu wanakudharau. Unaweza kuwa watu hawakujui. Unaweza kuwa watu wanakunena mabaya, ama watu wamekushukia. Hata kweli nimeshukiwa. Hata inaweza kuwa abo na ndugu zako hawakuoni kama wewe ni kitu. Lakini wacha nikuambie, leo tambua mbingu yote. Hallelujah. Mungu aliyewafanya na akawaumba hawa wanakudharau, you are honorable before his eyes. And he knows you and he calls you honorable so and so. Hallelujah. Wacha kuita majina wanaokuita, lakini mbingu ikukutambua ya kwamba wewe ni mheshimiwa. Wachana na wao. Hallelujah. Focus mbinguni. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Amen. Kwa sababu nilikujua. Na ulikuwa wa maana sana. You were precious in my sight. I called you. Usiogope, maana niko pamoja na wewe. Ni nani? Maandiko yanauliza, ni nani kwao aliyenena haya ili ayatimize, ajitokeze ili tujue yeye ni Mungu. Lakini Mungu ametenda na atakutendea ili waseme hakika ni kweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana Mungu amekuita mheshimiwa. Naweza kuwa asubuhi umeamka ukatukana. Naweza kuwa jana uliambiwa ulipo jina baya. Lakini wacha nikwambie, hiyo jina na yale madharau unaodharauliwa hayawezi kuvuta uheshimiwa wa Mungu ama wa kiungu uliye ndani ya maisha yako. So nataka tuongee kuhusu the outer. Na wajue hata makuhani wa madhabahu ya mashetani kutoka leo wasipotubu wataanza kufa mmoja kwa mwingine. Hatujatumwa tukufe, but tuue. Hatujatumwa tuue, lakini Bwana akisema amesema. Bwana amechoka na kuona kanisa Kitale sinainuka sikifika mahali sinakuta sili na sinakwama. Watumishi wanainuka wanakuta mahali wanakwama. I don't know whether it is true, but I know it is true because my God has taught me that. Lakini Bwana ameamua kanisa lake alitaswiliwa. Hallelujah. Na mchanga huu ambao lilaaniwa, ili kanisa ikipandwa iwe inakwama, umekubali madhabahu ya Mungu. Whoever will serve God in the fear of God in Kitale will expand, will multiply, will increase, will possess and dominate in Jesus' name. For this reason, we must understand the altar of God and any other altar. The altar of God
is above any other altar. But for the altar to remain strong and powerful, there are some principles of God which we as priests and worshippers must fulfill. Jina la Bwana lipewe sifa. Ili madhabahu ya Mungu isiti kuwa na nguvu na uwezo, ni lazima tuelewe ya kwamba kuna vitu tunahitajika kufanya kama waabudu arishi wa Mungu na makuhani wa Mungu. Kisoma kitabu cha 1 Peter chapter 2 verse 9. Biblia inasema tumeitwa kutoka kwa giza tukaletwa kwa nuru kuu, ili tuwe watoaji wa dhabihu za kiroho. Hallelujah. If you want the altar that you serve, iwe hapa ama iwe mahali kwa unaenda, iwe na uwezo na nguvu kwa kukutetea, maana madhabahu utetea. Madhabahu ubariki. Madhabahu yanatoa uzima. Altar protects. Pia madhabahu inakulinda. Hallelujah. Madhabahu inainua yule anaabudu kwa hiyo madhabahu. Na madhabahu inakupatia kibali kwa maisha yako. Pia madhabahu inakuheshimisha. Hallelujah. Madhabahu inakupatia kibali kwa maisha yako. Hallelujah. Tunaenda pamoja. Nilikuwa nimesema madhabahu inakubariki. Madhabahu inakuinua. Madhabahu inakutetea. Madhabahu inatoa uzima. Madhabahu inakupatia kibali. Na madhabahu inakuzingira. It protects you. When you honor the altar will honor you. When you despise the altar will despise you. But that is not our portion. Napodharau madhabahu yatakudharau, lakini hiyo sio sehemu yetu. Na ndio Mungu anasema sasa kanisa la Kitale kwa jumla ameitoa katika kiwango ya Ukristo. Maana Wakristo wamechagua ile heshima ya Ukristo, alawalete katika hali ya waabudu halisi na makuhani. A true worshiper is a true priest. Mwabudu halisi ni kuhani. Na kuhani kazi yake ni kukaa ndani ya uwepo wa Mungu na kumaintain uwepo wa Mungu usiku na mchana. If you want to maintain the presence of God in your life, you must honor the altar that you serve. Hallelujah. What is an altar? An altar is a sacred place for offering sacrifices. Madhabahu ni mahali patakatifu pa kutoa dhabihu. Kiwa madhabahu ni mahali patakatifu pa kutoa dhabihu, ni kumaanisha anayetoa dhabihu mpaka awe mtakatifu. Na pia ile dhabihu mpaka iwe takatifu. That is one of the many principles of the altar. Madhabahu ni mahali patakatifu pa kutoa dhabihu takatifu, si kitolewa na mtu mtakatifu, si kutolewa kwa Mungu mtakatifu. Kwa hiyo kumaanisha
Anayetoa dhabihu katika madhabahu matakatifu ni lazima awe na hekima na ufahamu na kuelewa Mungu yule anaabudiwa kwa yale madhabahu, ya kwamba ni Mungu mtakatifu. Ndiyo maandiko yanasema kuweni watakatifu maana mimi ni mtakatifu. So in a altar is a holy place for holy sacrifices. Na wanayetoa dhabihu ni makuhani. So from today you must now upande kiwango sasa cha kuwa tofauti na Wakristo wale wengine wa kawaida. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nafikiri sasa mnaelewa, usiseme tumeinuliwa madhabahu ambayo sio ya Kristo. Yes, ni ya Wakristo, lakini Mungu atawatazama kiwango cha normal Christian. You must raise from now the standard of Christianity to a standard of a worshiper, true worshiper and a priest to God. Na ukipigia hiyo kiwango, heshima sitakurudia. Utatembea mwenye heshima. Haleluya. Haleluya. Amen. Aya, tuko hapa. Altar means a high place. Ama madhabahu inamaanisha mahali pameinuliwa. Ikiwa unataka kutumika kwa madhabahu ya Mungu aliye hai, mpaka hata na wewe uinue kiwango chako. Haleluya. Hao watu wa siasa wetu katika nchi yetu ya Kenya, wakitaka kubadilisha jina, wanapigania viti vya juu, ndio wanaitwa waheshimiwa. MCA wa hapa, kabla hawe MCA, alikuwa anaitwa jina lake. Lakini saa hii hata akipita kwa mitaa anaitwa mheshimiwa. Aliinua kiwango. Na alitumia nguvu zake zote, pesa zake zote, mali yake yote, ainue kiwango. How will a normal Christian lays up his standard or a standard to live a holy and righteous life, as life of separating yourself from normal life? Mkristo wa kweli atainua kiwango chake namna gani ili atoshane na kiwango cha madhabahu? Maana madhabahu ni mahali pameinuliwa pa kutoa dhabihu na zaidi dhabihu ya kiroho, mpaka ainue kiwango cha kuishi maisha matakatifu na maisha ya haki na maisha ya kujitenga. Haleluya. Madhabahu pia kwa lugha nyingine inamaanisha kuabudu, mahali pa kuabudu. So when you honor the altar where you serve, utakuwa mtu anaelewa na kumwabudu Mungu. Kwa nini tuko na Wakristo wanyonge katika kanisa? Kwa nini tuko na Wakristo wezi kanisani? Kwa nini tuko na Wakristo wa kutukana kanisani? Kwa sababu hawaja raise their standard to the level of the altar that they serve. Wanakaa tu maisha ya kawaida. Na Mungu ametoka kwa watu wa maisha ya kawaida ya Kristo, ameenda kiwango kingine. Nasi mpaka tuende ile kiwango cha kumwabudu Mungu ndani ya kweli na roho. When we worship God in the spirit and in the truth, we shall dwell in the presence of God. In the presence of God there is liberty. Ndani ya uwepo wa Bwana kuna uhuru. In the presence of God there is healing. In the presence of God there's victory. Katika
kuna ushindi, kuna uponyaji, kuna baraka, kuna kila kitu unahitaji kwa maisha yako. Na hii inaletwe na kuheshimu madhabahu. Na ninapoongea madhabahu, najua hii mambo ya madhabahu imeongelewa sana Kenya, mpaka watu wameichukia. I'm not talking about the madhabahu ile umezoea. I'm talking about the madhabahu by the revelation of God. Na sana madhabahu yale ambayo Mungu ameinua katika huu mji. Hallelujah. Yes. Acha nikuambie, najua unaweza kutuamini. Jitie nguvu kutoka leo. Sikwambie enda ukachukue mawe ama ukafanye nini wachawi ama wanaokuonea. Lakini amini huyu Mungu. Jipatanishe na madhabahu. Follow the principles of the altar. If they will never come and confess before you. Because from today if you believe, Mungu atakuinua kiwango kingine. Na watakuangalia hawataamini. Hata wale wanakushukia watakuambia, hakika Mungu wako ako na wewe. From today. I'm telling you from today. Hallelujah. Hata kama kuna mtu alikuhesabia atakuua, instead atakuja kutubu. Ama asipotubu atakupa hicho kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Madhabahu ni lugha ya kibiblia. Mahali ambaye biblical altar is where the priest minister. Madhabahu ya kiungu ya kibiblia ni mahali ambaye makuhani wanatumika. Na zaidi sana madhabahu iliye na uzima ama iliye na nguvu ni ukitambua Mungu kiroho. Ukiweza kuelewa Mungu vile anaabudiwa kiroho, when you have the knowledge of God, spiritual knowledge of God, then your altar will be strong and powerful. Hallelujah. Nina mambo mengi ya kusema kuhusu madhabahu, lakini nataka uelewe madhabahu, na hiyo tutakuja kuzungumzia wakati mwingine. Nataka kumalizia neno ile Bwana aliniambia, if you want now the word of God to be live and continue working in your life. Kuna mambo yale Bwana amesema ni nene, mambo 10 ambao yanahusiana na hayo madhabahu ambaye ameinua katika maisha yetu. Physical ameinua hapa, lakini spiritually ameyainua mahali. Ameinua Kitale. Jina la Bwana lipewe sifa. Ameinua haya madhabahu hapa kama ishara tu, lakini yale yaliyo na nguvu yameinuliwa katika ulimwengu wa kiroho Kitale. Maana madhabahu, Mungu akaniambia kuna madhabahu ya kukaile mlima huwa yananena laana kwa kanisa la huu mji na tuwazoea, lakini nije kutangaza leo yameisha nguvu. Na amefanya hivyo kwa mwanzo wa hii huduma. This ministry in Kitale is just a sign. Itaendelea, itapanuka, itakuwa, lakini itakuwa ni ishara kwa makanisa yale mengine yote isemi wa join hii ministry. But if they will be sensitive in the spiritual, this will affect them and they will conquer. Mungu akaniambia, ikiwa mnataka kushinda kama vile neno lake limesema, ni lazima muwe na nidhamu ya madhabahu. You must keep the discipline of the altar. Na
nidhamu ya madhabahu, jambo la kwanza, you must live a holy life. You must live a holy life. Ili madhabahu yenu yaweze kuimarishwa na kuimarika na kukua na uwezo na nguvu, ni mpaka pia mkae maisha ya haki. God is demanding you to live a holy life and a righteous life. Hiyo ndio inaleta tofauti ya muumini wa Mungu na Mkristo wa kawaida. Jambo la tatu, Bwana anatazama muwe watiifu wa Rhema and Logos word in your life. Kwa neno ambaye ya kiunabii imenenwa juu ya maisha yako na neno ambayo imeandikwa, ukitii hayo, madhabahu yako yatakuwa na uwezo na nguvu na yatakuwa established in your life. Hautakuwa mheshimiwa. Ukitaka usonge mbele na nidhamu ya madhabahu, ni mpaka uwe na spiritual discipline, nidhamu ya kiroho. Najua hii mji katika spiritual mapping, ninaona uinuka watu walio na nguvu za kiungu na wanaishia mahali. Waombezi wanainuka na wanapoa. Watu manabii huinuka na wanapoa, because wanalaka vitu tatu tulifunzwa: consistency, persistence and lengine tuliambiwa nini? Endurance. Perseverance. Consistence, persistence and endurance. Hiyo ni mpaka tuwe nazo. Jambo la nne ama la tano, Bwana akitazama ameona kanisa wa Kristo wa kawaida tumekosa the fear of the Lord. Nisoma kitabu cha Exodus ama Kutoka 10, nasema katika mji wa Kaisaria kulikuwa na mtu mcha Mungu, a God-fearing man, a man who worshiped God always. Alikuwa anaitwa Kornelio. Ijapokuwa machoni pa Mungu hakuwa amekubalika, alikuwa anaonekana kama wanyama wachafu, lakini because of his persistence, because of the fear of the Lord in his life, kwa sababu ya kumsha Mungu na kumwomba Mungu daima na kuwa na utaua kwa Mungu, mbingu ilimfungukia. Kanisa la Kitale, mkiomba Mungu arejeshe the fear of the Lord in your life, kicho cha Bwana ndani ya maisha yako, na kuambia madhabahu yako yatakuwa na uwezo na nguvu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. A true worshiper, a true priest is a man or a woman of a character. God's character. God is looking men and women in Kitale who will have God's character. Tabia ya kiungu. Tabia ya kiungu, wapendwa, ndio Mungu anatazama. Mungu akaniambia ama akinieleza kuhusu ataki madhabahu ya Kristo. Nikashangaa, akaniambia simaanishi hivyo mnaweza kutafsiri, lakini na maanisha umuhimu na sababu na kusudi na lengo na mipango ya Mungu kuanzisha Ukristo. Wa Kristo hawatambui, wamekaa maisha ya kawaida na kujipandika jina la Ukristo.
tutatofautisha Ukristo na waabudu namna gani? Wale watakuwa kuwa na character ama tabia za kiungu, ndio watakuwa katika upeo mwingine. Hallelujah. Commitment is needed for a true worshiper and a true priest. How do you commit yourself to the things of God? How do you commit yourself to the service of God? Unajitolea namna gani? Wapendwa, hakika mimi ninashangaa na Wakristo nikiwa mmoja wao. Siku moja tulienda Isili na my wife, na tukakuta saa ya maombi ya hao Waislamu imefika. Wakafunga maduka. Hata ukienda umepepa milioni 10 ama container ya pesa, saa yao ya kuabudu vita utafungiwa nje. Na anaamini slogan yao wanasema kile changu Mungu amenihesabia leo, kama ni wewe uko nacho hakuna mahali pengine utapeleka. Kwa hiyo maana kimehesabiwa kwangu, naenda kwa Mkristo. Haweki business ifike saa ya fellowship, hawezi kuacha pesa. That is why God is saying it's not now after those people, it's after people, or it's after Christians who are at another level of worshiping God and being priests. Commitment. Tuna watu makanisani wapendwa, mtu ana shida, unamwombea, anapata kazi, hapo anakosa fellowship, hapo anakosa morning devotion, hapo anakosa Bible study, hapo anakosa service, lakini wacha apate kazi, apumzike. Hiyo imesaulika hapo. There's no commitment. May the Lord renew our commitment. Bwana arejeshe kujitolea kwetu. Hallelujah. Bwana afanye upya kujitolea kwetu. Jambo hilo lingine Bwana anaangalia ni tutamheshimu Mungu namna gani? How will you honor God? Or how do you honor God? Unamheshimu Mungu na njia gani? Let me tell you, kitu chochote kinachukua nafasi ya Mungu na masaa ya kumtumikia Mungu, hicho ndicho umeheshimu kuliko Mungu wako. Kule Nairobi tunakaa, unakuta mtu anaamka saa 11 aende kazini na hawezi kosa. Lakini Sunday ataamka saa 3 ama saa 2 na aanze kufua nguo na akuje kanisani saa 6 ama saa 5. Lakini ameajiliwa na muhindi ambaye akifungua kazi wanaabudishwa miungu sanamu, hawezi kukosa pale saa 1. Ona heshima, anaheshimu nani? Na ni Mkristo na pia ni mhubiri. Niwaulize swali. Wewe ni mzazi, uko na mtoto, umwite mtume kwa duka, na akitoka hivi jirani amwite mtume kwa duka, kwanza akimbia akanunulie jirani akucheleweshe, utasikiaje? Utasikiaje? Hata kama atakuletea kile umemtuma, kuingia kwa nyumba ya kwanza kupata ni nini? Kopi. How can your child honor your neighbor than yourself? How can unasikia haki? Yote unaweza kusikiaje? Yaani unaita mtoto wako mtume na anaitwa na jirani, kwanza anakimbia kwa jirani, anatuma, anaenda na anarudi, baba nitume niende kwa duka. Yaani ona vile. Hebu sikia vile unasikia sasa. Mungu amesikia hivyo. Tunaita wa Kristo, but we bow before other gods, we honor other gods than him. Tunamweka kiwango ya mwisho, tunaleta kitu kingine mbele.
God is looking for a people who will honor him more than any other thing here on the world. You know, hii kitu ilikuja na hivyo COVID. Haikuwa naonea vitu zingine ni kanisa. It was just nitasema ni kama experiment walikuwa wanafanya. Wakisema makanisa ifungwe inafungwa. Unasikia sasa Germany wameanza. Wametangaza kanisa yote italetwa pamoja. Waabudu wote watajengewa nyumba moja. Atheists, Waislamu, Wakristo, Hindus, wote wale siku moja kanisani mkaabudu. It is a spirit of Antichrist. And this hii roho itaenda na watu wale wameweka Mungu nyuma na kuheshimu vitu zingine. Ni wakati wako na wangu wapendwa, tumwambie Mungu tusaidie kukuheshimu namba moja. Mungu atusaidie. Tumuheshimu jinsi ilivyo. Jambo ile lingine ni imani, faith. Muabudu wa kweli mpaka hawe na imani kabisa. Biblia inasema Hebrews chapter 5, I think chapter 11 verse 6. Pasipo na imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na Yakobo anasema imani yetu mpaka iwe na matendo. Matendo. Nasema unampenda Mungu na matendo yako aidhirishe unampenda huyo Mungu. Nasema unamwabudu Mungu na matendo yako aidhirishe unamwabudu, unamwamini huyo Mungu. Wapendwa, mpaka tuwe na imani ndani ya Mungu wetu. Haleluya. Na mwisho madhabahu yako yatategemea vile utatoa, maana kuhani kazi yake ni kukaa mbele za Mungu akitoa dhabihu za kiroho na za mwili. A priest serves God with his substances. Giving will make your outer weak or strong. Giving will make your outer honorable or kitu kingine. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. The first sacrifice of a priest ni kupeana mwili wake kwa Mungu. Romans 11:12 inasema, ninawasihi ndugu zangu kwa neema za Bwana wetu Yesu Kristo, mtoe miili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, nayo ndiyo ibada yenu inayokubalika. The first sacrifice of a true worshiper and a priest is his holy body. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Na ikifika hapo wani naambia watu usitese mwili wako. Naweza kukuta mtu anataka kuenda maili, inaitwa maili 8 ama maili 7. Tukielekea Moi's Bridge. Maili 7 huko. Ama unataka kwenda Kiminini, sio Kimilili, Kiminini hapa. Na kweli una pesa, unaweza kuona 300 na kwenda pale Kiminini ni 50. Wanasema hapana, acha niende huko. Na Mungu amekubariki na ka 50 kakwenda. Unatesa mwili yako masaa 2:30 wakati wa jua. Hiyo ni kutesa mwili, na Biblia inasema atakayeharibu ile karo ataharibiwa. Yaani bila unatendea mwili wako ni ishara ya kwamba unamheshimu Mungu aliyekupatia huo mwili. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yeah. Nakutana na ndugu anakaa siku 3 bila kuoga.
Unatesa mwili ndugu yangu, osha mwili kila siku. Haleluya. Hana kuvaa soksi na kaukia kwa mkuu kama mandazi imepikwa na mafuta ina moto sawa sawa. Natesa mwili. Haleluya. Keep it fast. Learn how to offer your own body as a living sacrifice kwa Mungu. Unajitoa mwili wako kutumika kanisani. Nasema nitaamuka saa 10:30 ama saa 11:30. Nikimbie kanisani, nivakie, nipanguse viti na mwake maji na nirudi nijiandae kwenda kanisani. You have offered your body as a living sacrifice to serve in the house of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Nikimalizia nakumbuka jamaa mmoja wa mahali kunaitwa Ngooni. Alikuwa mzee na watoto wazima. Na akawa anafanya kazi Nairobi. Alikuwa na pesa zake. Na akawa kila wakati anamwambia Mungu, nataka uniinue. Mungu akamwambia, unataka nikuinue? Yes. Akamwambia, nitakupatia assignment ya 2 years. Every Sunday ni wewe utaenda maana alikuwa anaenda nyumbani kila Sunday. Nimekupatia assignment ya kuosha vyoo vya kanisa every Sunday. Sio mke wako na sio watoto wako. Kama unataka nikuinue for 2 years, ukaoshe vyoo vya kanisa 2 years. Mungu alikuwa anatafuta nini? Humility. Watoto wazima wakateta, akawaambia no. Na Mungu amemuinua. Alikuwa anatengeneza tunda ya uvumilivu na unyenyekevu. So when you offer your body as a living sacrifice to serve God, God will elevate you. Mungu atakuinua kwa viwango vingine vya kiroho, kimwili, kimaendeleo. Mungu atakuinua. Hallelujah. Madhabahuni nilikwambia kunatoka uzima, kunatoka baraka, kunatoka enlargement. For this out you will be enlarged. Kwa haya madhabahu utapanuliwa. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ingine nilikuwa nimetaja protection, victory na supernatural life itatoka hapa. Mambo yasiyo ya kawaida, hata kiroho utainuliwa. Kwa madhabahu kuinuliwa kiroho, utakuwa na ufunuo, utakusikia sauti ya Bwana. Kalama na vipawa na talanta zilizo ndani yako zitaanza kushipuka kwa sababu ya kuheshimu madhabahu. Katika kutumika madhabahu kunatoka purity ama usafi. Usafi. From the outer there is purity. And in the outer there is purity. Kuna usafi wa moyo, kuna usafi wa kila kitu. Hallelujah. Hii ndio Bwana aliniambia nikwambie Joshua. As you continue serving God, and as the Lord will be bringing your daughters and your sons from all corners, and as your ministry will be touching nations and languages, be careful of 2 things: pride and compromise, of which are the main cause ambao zimemaliza kanisa ya kitani. Ndiyo sababu shetani
ameinua madhabahu yake sana. Mungu amekuwa akijiinulia watu wake Kitale, lakini roho mbili zimeharibu mwili wa Kristo, roho ya kiburi na roho ya kujadiliana. Bwana akaniambia nikuambia ya kwamba today moto umewaka wa madhabahu, na today is the day of your Genesis, because the Lord has just started you. God is going to elevate you to another levels, spiritually and physically, but be careful. Maana mambo Mungu aliahidia yote yameanza kufanya kazi katika maisha yako. Amen. But there are two spirits you must be careful, ambao zimemaliza watumishi wa Mungu, not only in Kitale, in Kenya, the spirit of pride and the spirit of compromise. May the Lord give you power and authority, and the spirit of wisdom and discernment be upon your life, so that you may discern and conquer those spirits in Jesus' name. Amen. Amen. Lastly but not least, we have anointed this soil, and the soil has accepted you. Hallelujah. I'm going to pour the oil of God upon you as a sign, because the Lord told me this morning, go and commission my servant. Go and dedicate my servant. Go and ordain my servant. These three things takes place at once. Ordaining, or dedicating, ordaining, and commissioning takes place at once. When you go back to the Bible, it is like that. But that is a lesson for the other day, for another day. But if you believe that word of God, I want now to finish, because the main altar and the altar that will be working in this place, it is in you. This is just a symbol, but the main altar and the true altar, it is in your life. The anointing of God in your life. So I am just doing a symbol, because already God has started you. But because of the Mungu akamwambia Joshua, from today I will manifest you, I will glorify yourself to those who are surrounding you. This I'm doing because of those who are surrounding you and the environment. Amen. Nipatie hii mafuta nimalize ibada yangu. The Lord has just started you. The things that God has spoken many years are taking place, kuja mama, in your life from today, because the Lord has given you favor. The soil of this land has accepted you, not only in Kitale, in this land. And the Lord told me, I come, I dedicate you, I ordain you, and I commission you. Father, in the name of Jesus, I am here to fulfill your word. Here are your servants before your presence, as you have commanded me to come and dedicate them for the ministry, ordain them for the ministry, and commission them for the ministry. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, I dedicate you, I ordain you, and I commission you in the name of Jesus Christ for the work of the ministry, in Jesus' name. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, I dedicate you, I ordain you, and commission you for the work of the ministry, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye mwaminifu na wa kweli, siku ya leo tulipo dedicate kanisa hivi, tunawadedicate hawa
kwa kasi ya huduma. Kama jinsi ulinituma Bwana, ndiye nawatuma kwa kasi ya huduma. Nawatangaza kutoka leo na kuwaweka wakifu na kuwatia mafuta na kuwatuma kwa kasi ya huduma uliyowaitia, kwa mataifa, kwa makabila na kwa ukoo za wanadamu. Mwenende ukamtumikie Mungu. Na kutoka leo, Jehova Mungu ishiye milele, ile neno ulisema kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya kasi yako, na ianze kufanya kazi. Umeniambia nitangaze today and this day and this year is the year of Genesis in their life. Let it be in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit we pray. Amen. Mkamokee katika jina la Yesu. Nipe mkono. Mkamokee katika jina la Yesu. Mkamokee katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na wakati umetupa mbele yako. Uhimidiwe na upewe sifa. Bwana, ulitutuma na tumetenda. Take the initiative in the name of Jesus. Jitukuze kwa kila jambo. Tunafungua, wewe ukaongezeke. Tunyenyenyekea, wewe ukainuliwe. Tenda hayo kwa kujitukuza. Naombea kila mmoja aliye katika ukumbi huu, Mungu ukakutane na mahitaji yao. Aliye mgonjwa na tamka uponyaji, aliye na hitaji na tamka hitaji hilo ukakutane nalo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, haya madhabahu tunayatenga kwa ajili yako, kukatoke miujiza na ishara na maajabu. Wacha Bwana haya madhabahu yakanene makuu yako katika mji huu. Haya madhabahu yakanene makuu yako katika mataifa. Kutoka haya madhabahu Bwana, wapo watafufuliwa, wagonjwa watapona, wenye mahitaji watashughulikiwa kwa utukufu na sifa za jina lako. Tumishi wako Bwana uliomuinua kwa haya madhabahu, sasa namwachilia kwa mataifa. Kibali chako Jehova kikawe juu ya maisha yake, kuanzia mji huu mpaka miisho ya ulimwengu. Maana ulipendeshwa naye na ukamchakua na ukamuita mheshimiwa. Bwana, tenda hayo ukimheshimisha kwa makabila yote na kwa mataifa yote kutoka leo, katika jina la Yesu Kristo. Uheshimiwe na upewe sifa, na msingira na moto wa Roho Mtakatifu. Maroho za ukoo na masultani ambao piga vita naye, ninayavunja kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. I silence every voice against his life, against this ministry, in the name of Jesus Christ. Open his inner ears to hear your voice. Open his inner eyes to see whatever you do, so that he may do for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amen. Bwana wabariki, Bwana watendee mema. Basi tumemaliza ibada, na kama